Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunabeberusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu zaidi unapoendelea kutazama, yeyote anatazama kanda hii, na kuomba ubonyeze alama ya like na karibu. Taarifa ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari ni za kutetemesha, ni za kutisha katika taifa la Tanzania. Kivipi? Kumelipuka katika sehemu mbalimbali humu nchini Tanzania baada ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni kiongozi kama rais kuamua kukasirika na kuuza taifa la Tanzania haswa kwa Waarabu. Kivipi? Najua Samia sijui kama ametoroka, amejificha, haonekani mahali popote ili asikamatwe, sielewi, kwa sababu tumefahamishwa kwamba ameuza taifa letu la Tanzania kwa Waarabu. Kivipi? Kuna maeneo ya Dar es Salaam tumefahamishwa Samia ameuzia Waarabu. Maeneo ya Dar es Salaam kuna eneo ambalo linaitwa Sinza, limeuzwa kwa Waarabu. Eneo lingine ambalo limeuzwa ni Musasani, nalo pia limeuzwa kwa Waarabu. Eneo lingine linaitwa Kitichonyama, limeuzwa kwa Waarabu. Eneo lingine linaitwa Mwananyamara, limeuzwa kwa Waarabu. Hizo ni taarifa zile ni za ndani ambazo tumezipokea katika chumba chetu cha matangazo kwamba maeneo haya katika ama jijini Dar es Salaam yameuzwa kwa Waarabu. Sasa tumeshindwa, ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania? Sasa wakati tunafanya upekuzi na kuangalia kwa undani, serikali ya Samia Suluhu Hassan inadai ya kwamba imeuza maeneo hayo ili yaweze kupandishwa hadhi. Yaani kuna wawekezaji ambao wanatarajiwa kuingia Dar es Salaam ili watumie maeneo haya kuwekeza mali zao kama njia moja ya kupandisha hadhi katika eneo la Dar es Salaam. Sasa baada ya Samia Suluhu Hassan kuuza maeneo haya, inamaanisha ya kwamba watu wanaenda kuhamishwa maeneo hayo ili kuruhusu Waarabu kuendelea kujenga vile wanataka kufanya wao wenyewe. Unajua inakuwa ngumu sana, mtu umezaliwa mahali kisha baadaye unaambiwa unahamishwa, unaondolewa na kwa nguvu. Sasa hatuelewi kufikia sasa, baada tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, watu ambao wanaenda kuhamishwa hatuelewi fidia, kiwango cha hela ambacho wanaenda kukabidhiwa. Ikumbukwe ya kwamba haya sio maeneo ya kwanza Samia Suluhu Hassan tangu ingie mamlakani anauzia Waarabu. Ikumbukwe ya kwamba kuna hifadhi ya Ngorongoro Samia Suluhu Hassan aliamua kuiuza kwa Waarabu. Hata ukifika pale sasa hivi, najua eneo hili lilikuwa la Wamasai sana, yes. Ukifika eneo lile, country code inabadilika, inakuja ya Kiarabu sasa hivi. Na kuna mateso ambayo yanaendelea sana kushuhudiwa pale Ngorongoro, hasa wale ambao hawajahamishwa kufikia sasa, kwa sababu Waarabu washateka nyara eneo lile kwamba ni kwao. Sasa huyu Samia Suluhu Hassan ambaye ni Mzanzibar, yeye ndiye ameleta taharuki, yeye ndiye ameleta mlipuko mkubwa hapa Tanzania. Yeye ni Muislamu, kuja kutoka pale Zanzibar, aliletwa tu na mtangulizi ama aliyekuwa rais ambaye aliweza kututangulia mbele za haki, John Pombe Magufuli, akamweka kuwa makamu wa rais. Lakini yale ambayo anasababisha sasa hivi ni ya kutisha. Hatuelewi ni kwa nini kwa sasa hivi Watanzania wanasumbuka. Watanganyika mmesikia hata wakienda kutafuta matibabu kule Zanzibar wanafukuzwa. Yaani kuna vita vikali kati ya Zanzibar na Watanganyika. Watanganyika wanadharauliwa, hata kupata kazi wanadharauliwa. Hivi majuzi mliona bungeni wakisema ya kwamba
eti baadhi ya Watanganyika wengi ndio wanafanya kazi katika eneo la Zanzibar, wanafanya kazi ya mahoteli pale. Wengine wanalalamika kwamba wanatoa kadi za matibabu kutafuta matibabu katika hospitali nyingi ambazo ni za Wazanzibar. Sasa inamaanisha ya kwamba kuna vita ambavyo vimeweza kuwekwa kati ya Wazanzibar ama Wazanzibar na Watanganyika, na haya yote tumeyashuhudia kwa mara ya kwanza kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan ambaye anataka kuwaonyesha taifa hili baada ya kuingia mamlakani. Ameingia, ameleta mateso hasa kwa Watanganyika. Kina Tundu Lissu wanafungiwa gerezani zaidi ya mwaka mmoja, watu wanateswa. Humphrey Polepole sijui kama alinyongwa, alitekwa nyara, alipotezwa tu mwaka jana mwezi wa 10 hadi kufikia sasa hatujui alipo. Tumekuwa tukishuhudia watu wamekatwa vichwa, miili imerushwa mtoni. Sasa hatuelewi ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Mengi yamekuwa yakiendelea. Tunapigwa marufuku kusafiri Marekani, hatuwezi kupata visa ya kusafiri kuelekea Marekani. Mafuele kufungiwa naye hawezi enda Marekani. Mataifa mengine kusitisha misaada kutumwa hapa Tanzania kama Canada, Uswidi, Umoja wa Mataifa, bunge la Ulaya, Marekani, yote akasema ya kwamba hawezi kutoa ufadhili kwa serikali ambayo ni dhalimu ama udhalimu ambao unaoendeshwa na Samia Suluhu Hassan. Unajua huyu Samia Suluhu Hassan ametuletea shida nyingi, ndio maana uchumi hauimariki, uchumi umeharibika hapa na pale. Shida ni hizo. Hata wakati alienda Urusi anaulizwa swali, sasa Tanzania inaweza kustahimili kivipi kwa sababu kuna vikwazo imewekewa. Samia anasema tu hakuna vikwazo, licha ya kujua kile ambacho kinaendelea chini ya uongozi wake. Huyu Samia amejaribu kujisafisha, imeshindikana. Sasa ndio maana ameamua kuuza taifa letu la Tanzania. Watu sasa wanaenda kuhamishwa kutoka maeneo haya, Sinza, Msasani, Kitichonyama, Mwananyamala, wanaenda kuhamishwa kwa sababu amelishauza maeneo hayo. Sijui kama anataka auze Tanzania mzima ili aondoke hapa Tanzania arudi Zanzibar. Naomba kutamatishia hapo, lakini kuna taarifa za ndani tunaendelea kufuatilia, tukizipata tutarejea na mengi zaidi. Lakini niko na ombi, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde yako moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa, tutakutana baadaye wakati nitakuwa nimetayarisha kanda nyingine ya kupeperusha hewani. Asanteni sana.